Yes, moja kwa moja bwana, niko na taarifa nyeti kulikweli inatokea kwenye kikosi cha Young Africans. Ni taarifa muhimu kwa mashabiki wa Young Africans, lakini mashabiki wa timu nyingine pia inawezekana ikawa ina faida kwao, ili wajue tu mustakabali wa mpinzani wao au wa timu nyingine ya Tanzania. Inawezekana ikawa sio wapinzani, lakini timu nyingine ya Tanzania, kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hiyo hapa tunakwenda kuiangalia hii story kutoka kwenye kikosi cha Young Africans. Ni kama exclusive hivi, nataka kuja inaondoka. Yes, mazingira yako hivyo. Lakini awali ya yote, ukiangalia nyuma yangu leo kuna muonekano tofauti kabisa. Yes, hapa bwana nipo katika duka moja ya maduka bora kabisa ya uuzaji vifaa vya spare. Yani vifaa au spare, ningesema spare naamini nitaeleweka zaidi. Ni spare parts ambayo ilikuwa ikifahamika kwa jina la ABY, Genuine Spare Parts, lakini kwa sasa ni King Masai Company Limited. Hawa mabwana ndio kampuni bora kabisa ya kuuza vifaa vya spare za pikipiki na bajaji. Utafahamu mengi sana kupitia hawa, lakini wakati huu kwanza hebu nikupitishe kuhusu klabu ya Young Africans. Tunafahamu kwamba moja ya story ambayo inazungumzwa sana kuhusu klabu ya Yanga ni juu ya kocha mpya. Yani sasa hivi ukigusa Yanga anaguswa kocha. Story kocha. Sasa iko hivi, sisi tumeshawahi kuripoti hapa kuhusu kocha mpya ambaye anahitajika na Young Africans, ambaye ni Romuald Rakotondrabe, kocha raia wa Madagascar, ambaye pia ni kocha wa timu ya taifa ya Madagascar Berea. Sasa huyu kocha yuko trending sasa hivi, anahusishwa na Young Africans, lakini watu wameenda mbali zaidi. Nimeona kuna ukurasa katika mtandao wa Instagram, kuna ukurasa wa Romuald Rakotondrabe ambao una followers hivi kadhaa, na huu kurasa nimeona watu wengi wameufollow huo wa Tanzania, lakini kimsingi baada ya kufanya tafiti ya kutosha nimegundua kwamba huu sio ukurasa wa huyu kocha. Miongoni mwa maswali ambayo nimejiuliza kuhusu huyu kocha Rakotondrabe, na kwa nini nasema hivyo, kwa sababu kwenye ule ukurasa imeonekana kocha ameaga. Yani kuna posti imepostiwa ya kuonesha amewaaga Madagascar, kwamba anaenda katika majukumu mengine. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinipa wakati mgumu kwamba hii page ina watu wengi, lakini posta ya kwanza ambayo imewekwa pale ina siku 3 zilizopita nyuma. Mbali na hapo, watu ambao amewafollow watu wa Tanzania tu, waandishi wa habari na kadhalika. Watu wa Tanzania ndio wamekuwa followed, lakini ukienda kuangalia watu wa Madagascar hauone. Sasa inakuaje huyu kocha ni Madagascar hajafollow watu wa kwao, amefollow wa Tanzania tu? Wa Tanzania kawajua saa ngapi mpaka ameenda kwa follow? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweka question mark. Lakini katika post yake ya mwisho ambayo ameiposti ya kuonesha huyu kocha anaaga, pale ndani inaonekana kuna watu wamecomment wakimuishi kocha all the best wa hapa Tanzania, lakini pia kuna watu wamejiuliza huyu kocha mbona kama sio yeye, hii page mbona kama sio ya kocha. Kwa hiyo iko nimependa tu kushare hapo, but kinachoendelea ndani ya klabu ya Young Africans, ndugu zangu, mara zote nimekuwa nikiwapa kilicho bora, nimekuwa nikiwapa taarifa nzuri, na naendelea tena kuwasisitizia kwamba kwa wale wote ambao wana uhitaji wa spare za pikipiki, bajaji na guta, zinapatikana hapa katika duka letu hili la King Boss Masai Company Limited. Na sisi bidhaa zetu ni za ABY. Yes, ABY bidhaa zetu, lakini bidhaa zetu nyingine ni za VIP. Sisi bwana tunapatikana Mafia na Sikukuu ndani ya Kariakoo jijini Dar es Salaam. Yes, kwa hiyo fika hapa kwa bei nafuu kabisa, utapata spare zilizobora kabisa kwa bei nzuri kabisa. Make sure unafika hapa. Mimi ni Kilo Finest Ghali Mzima mpaka sasa, na hii ndo nilisema kama exclusive inakuja inaondoka. Taarifa kutoka katika vyanzo ambavyo naviamini ni kwamba klabu ya Young Africans mpaka sasa tunapozungumza wamekubaliana kocha mkuu wa kikosi hicho aendelee kubakia Romain Folz. Kwa nini? Nitakwambia sababu, lakini ujue hilo kwamba kwa wakati huu Romain Folz ndo anakwenda kusalia kama kocha mkuu. Taarifa za Yanga kumhitaji Romuald Rakotondrabe ni za kweli, wamemhitaji huyu kocha, na kimsingi taarifa hizi hazijatoka tu ndani ya Tanzania, hapana, hata nje ya mipaka ya Tanzania hizi taarifa zimezungumzwa sana, ikiwemo huko Madagascar ambako kocha mwenyewe ndio anatokea. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana hapo ndani yake. Lakini Afrika, watu ambao wameripoti kuhusu Young Africans na coach wamemzungumzia Rakotondrabe, kocha wa timu ya taifa ya Madagascar Berea. Sasa
Kwa nini anabakia Romain Folz? Yes, sababu ya kwanza ambayo inambakisha Romain Folz, inaonekana ni mazingira magumu ya kimkataba. Yani mkataba wake, kuvunja mkataba wa Romain Folz ili aondoke, I say inahitajika fedha nyingi sana. Na ukiangalia, ukija kumwasesi Romain Folz katika performance, kwa maana ya matokeo, kupata matokeo, inakuwa kama hauna kitu cha kumhukumu hivi. Yani makocha hawa wanapewa mikataba, alafu ile mikataba kunakuwa na vipengele vya kuivunja, kwamba tunaweza tukaterminate mkataba in case hatukupata matokeo katika mechi 2 mfululizo, 3 mfululizo hatukushinda, au mwenendo wa timu hauko vizuri na vitu kama hivyo. Lakini mpaka sasa timu inaonekana kupata maximum points, yani wanakusanya points karibia kila mechi. Wamepoteza mechi, yani Romain Folz tangu ameingia amekwenda sare mechi moja tu dhidi ya Mbeya City ya ligi kuu, lakini mbali na hapo ameonekana akifanya vizuri. Kwa hivyo ukitaka kuvunja mkataba wake, au mvunji kwa urahisi kwamba bwana tunavunja mkataba wako kwa sababu tumeshindwa kupata matokeo. Hapana, matokeo aliyapata. Kwa hiyo kigezo cha matokeo hakipo, inabidi tu uvunje mkataba kwa namna nyingine, kitu ambacho kinaleta ugumu kwa Young Africans kuweza kuvunja mkataba wake. So wameamua kumpa imani, wamwamini, waende naye katika ligi, lakini pia katika michuano ya kimataifa until further notice. Yani mpaka pale itakapobidi kwamba hakuna namna sasa, inabidi tu kusitisha mkataba, ndo atasitisha. Lakini kwa sasa mazingira yako hivyo, kwa maana ya huyu kocha anaendelea kusalia ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo ujue kwamba Romain Folz bado yupo sana kwa wakati huu. Upande wa pili wa shiringi ni upande wa kocha ambaye amemapproach, kwa maana ya Rakoton Drabe Romualdi. Kwa vyanzo vya hapa vimeripoti, lakini pia vyanzo vya kigeni kwa maana kutoka Madagascar vimethibitisha kwamba ni kweli Young Africans wameapproach kocha Rakoton Drabe Romualdi au Roro. Sasa kuapproach huyu kocha ndani yake inabidi uapproach pia shirikisho la soka la Madagascar, ambalo kimsingi wana project yao na wanakwenda vizuri. Yani shirikisho la soka la Madagascar linamwamini sana Roro Rakoton Drabe, kwa sababu amethibitisha kwamba ni kocha mzuri ambaye amewapitisha katika njia nzuri mpaka sasa. Kufanya vizuri katika michuano ya CHAN ni kitu kikubwa sana ambacho anakiheshimu. CHAN zote mbili, na maanisha CHAN hii iliyomalizika na ile ya mwisho ambayo ilifanyika kule Algeria. Kwa hivyo wenyewe pia kuna ugumu mkubwa ambao wanauweka kuhusu kumwachia kocha huyu, kwa maana ya Roro kuondoka. Kuna ugumu sana anauweka. Roro mwenyewe yuko free, anatamani kutafuta changamoto sehemu nyingine, na hivi kizingatiwa kwamba taifa la Madagascar lina changamoto la maexpert, kuanzia wachezaji, ukenda katika viongozi wa kimpira, kwenda katika maeneo mengine kwenda kusimamia mpira. Licha kwamba ameshawahi kuwa na kiongozi wa juu kabisa katika football, huyu ni Ahmad ambaye alikuwa hadi rais wa shirikisho la soka la Afrika kwa maana ya CAF. Lakini mbali na hapo wamekuwa wakipitia changamoto ya kutoa makocha. Kwa hiyo huyu ni kama anataka kuonesha hivi kwamba okay, sasa mimi ni kocha kutoka Madagascar na nenda kutafuta changamoto sehemu nyingine. Na kimsingi Young Africans ni timu kubwa Afrika kwa sasa, ni timu ambayo inaweza kulipa fedha nyingi pengine kuliko hata shirikisho la soka la Madagascar. So kama anapata green pasture sehemu nyingine, inakuwa rahisi kwa yeye kwenda. Kwa hiyo mazingira yako hivyo, hilo unatakiwa kulifahamu kwa undani zaidi. Hicho ndicho ambacho ningependa kushare. Sasa kwa mtazamo wako wewe kama mdau, unaweza kuweka comment katika comment section hapo juu ya uamuzi huu wa Young Africans kuendelea kusalia na Romain Folz. Wewe unaonaje? Unaona ni sahihi Romain Folz anastahili kuendelea, au bado nguvu inahitajika kwa ajili ya kumleta Rakoton Drabe? Yes, ni kukumbushe kwamba hapa nilipo, yes, ukiangalia hapa nyuma yangu kuna bidhaa za kutosha. Hizi ni spare, na hapa ni ABY Genuine Spare Parts au King Masai Company Limited. Hili ni duka kubwa na bora kabisa la uzaji wa spare za pikipiki, za bajaji, lakini kubwa zaidi ni spare za guta. Wewe kama una guta lako yale matairi matatu yale, unahitaji spare, basi wala usihangaike. Unaweza kuzurura maeneo mengi kupata tabu, lakini ukifika hapa ndio eneo ambalo lina uhakika wa kupata spare zote za guta. Zinapatikana hapa, na utofauti wa hapa na maeneo mengine ni kwenye bei. Bei za hapa ni rafiki kabisa. Nimekuwekea namba za simu hapo. Yes, utaangalia alafu utapiga simu na ufike hapa kwa ajili ya kupata kilicho bora kabisa. Lakini usisahau kusubscribe, na hii ni Mzinga Sports.